Nataka kidogo nizungumzie swala linaloendelea sasa hivi katika nchi zetu za Afrika ya Mashariki, hasa baada ya wanaojiita wanaharakati kufurumushwa walipojaribu kuingia Tanzania kufuatilia kesi ya Mtanzania mwenzetu Tundu Lissu. Sina shida na Wakenya, ni ndugu zetu. Nina hasira na wazungu waliotuwekea hii mipaka pale walipogawana nchi zetu kama wanagawana chapati. Wengi hawaelewi kwamba zogo lote hili ni world issue, ni swala la kiulimwengu. Huwezi kulielewa vizuri hadi ujue historia ya mahusiano kati ya mataifa ya magharibi na nchi zetu zinazoendelea, wakaziita ulimwengu wa tatu. Tunafahamu kwamba katika ukanda wa Afrika ya Mashariki, wachafuzi wa mila na desturi za Waafrika wanaotumia neno haki za binadamu wamepata vikwazo vingi katika nchi za Afrika ya Mashariki, lakini wamepata kituo cha kufanyia uhalifu wao ambapo ni nchi ya Kenya. Hawa ni mabaradhuli wanaotaka kueneza uovu wa ushoga na usagaji kama njia mbadala ya kupunguza ongezeko la watu duniani ili waweze kuadhibiti vizuri kiuchumi, na hapa tutaongea kwa ushahidi. Watu hawa wanaotaka kueneza ushoga maeneo haya wamekutana na vipingamizi vingi katika nchi ya Rwanda na Uganda, ambako marais wa nchi hizo Kagame na Museveni waliwaambia wazi wazi kwamba ushoga hauruhusiwi kamwe katika nchi zao. Kikwazo kingine kiko Tanzania, ambapo wamejaribu kujipenyeza, lakini wanaharakati wazalendo mfano Dr. Mwakiembe na timu yake wamefanya juhudi kubwa kuwaweka wazi wahalifu hao kwa ushahidi dhahiri, na imesaidia serikali katika kuchukua hatua madhubuti kufungia vituo vyao na hata taasisi zilizokuwa zikihusika na mbinu zao chafu za kuharibu vizazi vya Waafrika. Wachafu hawa wamepata fursa ya kufanya kazi nchini Kenya. Mashirika ya magharibi yenye mkakati wa kueneza ushoga yamekuwa yakimwaga pesa nyingi kwa vijitaasisi vya Kenya kueneza ubaradhuli. Taasisi hizi ni zipi na nani anawapa pesa? Pale Nairobi kwenye makao makuu ya Tume ya Haki za Binadamu, mkuu wake alikuwa huyu Mr. Kigoro. Huyu aliondoka na kujiunga na taasisi inayoitwa Open Society Foundations. Baada ya hapo, taasisi hii ikawapa ile Tume ya Haki za Binadamu $160,000, na baada ya hapo tume hii ikawekewa masharti kuwa pro-gay, yani kuunga mkono mashoga. Walipokubali kuunga mkono mashoga, hapo ndipo mapesa yalipoanza kuingia. Ford Foundation ikawapa $1,000,000 mwaka 2012. Na huo ukawa mwanzo tu. Hivi karibuni The Secret Rousing Trust ya UK iliwapa $405,000. Kwa hiyo katika macho ya hawa watoaji pesa, swala muhimu kwao ni kuunga mkono ushoga. Wanaojiita wanaharakati wa haki za binadamu wakaanza kuleta zogo kuhusu kuondolewa sheria za hukumu ya mashoga katika sheria za Kenya. Ukifika maeneo ya Moringo Road pale Nairobi, utaona bango la taasisi inayoitwa Uhai, taasisi inayoshughulikia ushoga na mashoga. Hawa wanajiita wafadhili wa kwanza wa Kiafrika katika Afrika, lakini mapesa wanayoyakusanya yanatokea kwenye mashirika makubwa yanayofadhili ushoga na usagaji kama vile Acres Foundation ya Michigan, USA, Australia Lesbian Foundation for Justice ya New York, Bering Foundation ya London. Kutoka hapa Uhai ilikusanya $760,000. Ford Foundation iliwapa $1,165,750. Tides Foundation ya San Francisco ni wakala wa kigeni hapo Kenya, na shughuli yao kubwa ni kutetea na kueneza ushoga, na wamehusika sana na kuingilia masuala ya kisheria ya nchi ya Kenya. Utakutana pia na shirika linaloitwa PEMA, People Marginalized and Aggrieved, na wanadai wanapigania social inclusion and human rights, na alama yao ile ya upinde. Hawa wamejichimbia kule Mombasa katika eneo linaloitwa Nyale
ufadhili wanaopata kutoka Acres Foundation ya USA, harakati zao ni kufanya strategic litigation, that is bringing legal actions in a nation's court to try to overrun laws they and their foreign founders do not like. Yani kuleta harakati za kisheria katika mahakama ya taifa kujaribu kupindua zile sheria ambazo wao na wale wanaowapa pesa watu wa kigeni ambazo hawazitaki. Katika moja ya maazimio yao wameandika, PEMA Kenya will continue sensitization training for religious leaders, police, healthcare providers, local leaders like chiefs and village elders, judiciary members, media professionals and others around issues related to sexual orientation and gender identity. Kwa hiyo wao hapa kazi yao ni kuwahamasisha na kuwapa mafunzo viongozi wa kidini, mapolisi, watoaji wa huduma za afya, viongozi katika jamii kama machifu na viongozi wa vijiji, wanachama wa vyombo vya sheria, watu wapashaji habari, media professionals na wengine kuhusu swala la sexual orientation na gender identity. Yani maana yake kuwapa maelekezo. Hii sexual orientation maana yake ni kuelekeza watu kuhusu mahusiano ya kingono pamoja na gender identity au utambulisho wa kijinsia. Yote hii ni kuvuruga tu mila na desturi za watu wa Afrika. Kwa upande wa viongozi wa dini, wachungaji na mashehe wanaokubaliana nao wanawaita allies, na hawa allies wananyamazishwa kwa pesa. Kenya pia utakutana na shirika kubwa zaidi linaitwa National Gay and Lesbian Human Rights Commission. Hii iko State House Road pale Nairobi. Wanaita tume, lakini ni kundi la wanaharakati wa kutetea na kueneza ushoga na usagaji wanaodhaminiwa na mashirika ya magharibi. Hapa utawakuta wafanyakazi 6 wasagaji wakiongozwa na mwanasheria na mwanaharakati anayeitwa Njeri Gateru. Wanayo kamati ya ushauri ikiongozwa na Dr. Brian Bichanga. Baadhi ya wajumbe ni wabunge. Sasa wanapata wapi pesa? Hii ni orodha ya mashirika inayowapa pesa watu hawa: American Jewish World Service, Acres Foundation, Australia Lesbian Foundation for Justice, Canadian High Commission, Church World Service iko New York, COC iko Netherlands, shirika la zamani kuliko yote duniani hili, The Council for Global Equality iko Washington, Diaconia iko Sweden, Equal Rights Trust iko London, Frontline AIDS iko Brighton, Danish Family Planning Association, Give Out ya London, Henrik Ball Stiftung ya Ujerumani, Global Action Trans Fund, Human Rights Watch ya New York, Human Dignity Trust ya London, International Trust Fund ya Canada, Iranti hii iko South Africa, Kios Foundation iko Finland, Open Society Foundation iko Washington, Outright International, Tides Foundation hii iko San Francisco kama tulivyosema, The Sigrid Rousing Trust ya London na Wellspring Philanthropic Fund. Hawa wanaojiita wanaharakati kama huyu Martha Karua ni vibaraka tu wa mataifa magharibi wanaoyafanya hata kama hayafai, kwa sababu wanapata pesa na ulinzi kwa mataifa ya magharibi, na wanataka kuvuruga hata siasa ili uongozi ushikwe na wale ambao kwao matarajio yao wanadhani wataendana na sera zao za kuharibu utamaduni na maadili ya Kiafrika. Nimekupa kwa ufupi tu ni nini siri ya hizi chokochoko na mambo yanavyoendelea. Vijana wa Kenya wanachochewa tu na mambo wasiyoyajua. Wao wanadhani wanaingia tu katika usasa, maisha ya kisasa na harakati za kujikomboa, kumbe ni propaganda za hawa wachafuzi wa maeneo yetu ya East Africa. Hapa nimeanza kudodosa leo, lakini nitakuwa na habari zaidi za kuwaamsha wananchi, hasa vijana wa East Africa, wajitambue kwamba ni kitu gani kinachoendelea na kutaka kuvuruga hali na maadili ya nchi zetu za Afrika, hasa katika eneo hili la Afrika ya Mashariki.